Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ngara Kanali Mathias Kahabi, Kamishna wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Operation Happiness Francis Shirima, Bwana Ntale, mkurugenzi wa Rusumo Power Company Limited, ndugu yetu Abdalla Kilobi, mwakilishi wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, wajumbe wa kamati ya usalama mkoa, maafisa waandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kaimu kamanda Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wa mkoa, maafisa mbalimbali wa serikali pamoja na chama, pamoja na viongozi wetu wa dini mliofika hapa, watumishi wa serikali, wananchi wilaya ya Ngara, na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika taarifa ambayo imewasilishwa na Jeshi la Zimamoto na Kamishna wa Operation, imeeleza kwamba bado kuna mahitaji makubwa ya mitambo ya kuzima moto na uokoaji kwa nia ya kuweza kuendelea kusogeza karibu na wananchi huduma mbalimbali ili kuweza kukidhi uhitaji wa ongezeko la huduma hizo. Licha ya changamoto ambazo zimetajwa, nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa support au kuendelea kuisaidia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa vifaa mbalimbali, lakini vile vile kwa kuongeza ajira kwa kuajiri askari wa kutosha ili kuweza kukabiliana na majanga mbalimbali. Na kuongeza pia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa jitihada kubwa sana ambazo mnaendelea nazo za kuonesha huduma zenu, lakini pia na shauku kubwa mlionayo ya kuwafikia wananchi kwa kuanzisha vituo kwenye wilaya mbalimbali. Na wapenda kuwataka kwamba juhudi hizi ziongezeke ili katika kipindi kifupi tuendelee kufika katika maeneo mbalimbali. Katika vifaa ambavyo vimeendelea kutolewa na serikali kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili waweze kuhudumia wananchi, upatikanaji wa mitambo mbalimbali imewezeshwa na serikali yetu pamoja na magari na boti za uokoaji na helikopta kama ambavyo mmesikia taarifa. Yote hii ni kuwezesha huduma ziweze kuwakaribia zaidi wananchi. Tunasikia kwamba serikali imeweza kupata mkopo wa dola za Kimarekani milioni 100 ambazo mkopo huo umewezesha kuweza kununua mitambo pamoja na vitendea kazi mbalimbali kwa ajili ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Huu ni mradi wa kihistoria ambao haujawahi kuonekana katika nchi yetu, ambapo tutaweza pia kupata vifaa hivyo. Miongoni mwao vimeshaanza kuwasili. Tunaweza kupata tayari mpaka sasa mitambo ya kuzimia moto ya aina hii ya kisasa kabisa ipatayo 150, na mpaka sasa hivi imeshafika mitambo 50 na imepokelewa katika wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali. Bado mitambo 100 ambayo itakuja ipo njiani, na kwa wilaya yetu ya Ngara mbali ya mtambo huu tutaweza kupatia pia mtambo mwingine. Kwa hivyo wilaya ya Ngara peke yake itakuwa na mitambo 2. Nimeambiwa kwamba wilaya hii ina idadi ya watu ipatayo 383,000. Kwa hivi tunaamini sana kwamba kuwa na mitambo 2 ya aina hii itapunguza sana changamoto ambayo ilikuwepo katika wilaya hii ya kufikia wananchi katika huduma hii ya uokoaji na kuzima moto, kwa maana ya kwamba tutakuwa na mitambo 2 ndani ya miezi michache kutoka sasa. Huu mtambo wa pili utaweza kuwasili katika wilaya hii, na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, endapo nitakuwa na nafasi na mimi pia nitaweza kujumuika kupokea mtambo huu wa pili. Ninawapongeza sana katika kushiriki kwenye utoaji ushauri wa kitaalamu
Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika miradi mikubwa ya kitaifa. Tumesikia kwamba Zimamoto na Uokoaji wameendelea kutoa ushauri katika mitambo mikubwa ya kimkakati ya kitaifa, na miradi hiyo ni yetu wa Tanzania wote, na tuna wajibu wa kushiriki katika kuijenga, kuiendeleza, kuilinda, kila mmoja wetu katika nafasi yake. Kuhusu baadhi ya changamoto zilizotajwa na taarifa ambayo tumesikia, naomba niseme kwamba kwa ujumla wake serikali itaendelea kuzitafutia ufumbuzi kadri ya uwezekano wa kifedha utakavyoruhusu changamoto hizo. Hata hivyo, napenda kutumia fursa hii kueleza kuwa baadhi ya maeneo ya changamoto katika jeshi la Zimamoto na Uokoaji tayari yameshaanza kushughulikiwa, kama ambavyo nimezungumza kuhusiana na ununuzi wa mitambo ya kuzima moto na uokoaji pamoja na helikopta na boti za kuzimia moto, ambazo kati ya boti 23 ambazo tutazipata kupitia mradi huu mkubwa tayari tumeshapata boti 10 zimeshapokelewa nchini, na tunaendelea kupokea bado boti 13. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wageni wote mliofika mahali hapa leo, nimekuja hapa kwa ajili ya kuzindua na kukabidhi mtambo huu mmoja wa kuzimia moto kwa ajili ya kutoa huduma za kuzimia moto hapa wilayani Ngara. Kipekee sana ninawashukuru sana Rusumo Power Company kwa kuweza kufanikisha upatikanaji wa mtambo huu, kwani ni ishara kubwa sana na ya muhimu sana ya kuunga mkono jitihada za serikali za kufanya maboresho katika jeshi letu la Zimamoto na Uokoaji na kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Licha ya mtambo huu tutakaozindua leo, serikali inaendelea kushughulikia changamoto zinazolikabili jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya upungufu wa mtendea kazi. Ndugu zangu wa Rusumo Power Company, tunawashukuru sana na tunapenda kwamba kwa nafasi hii kuwaomba muendelee kuunga mkono juhudi za serikali hata pia katika sekta zingine kama ambavyo mmeendelea kufanya. Napenda pia kuchukua nafasi hii kuwatia moyo pia wawekezaji wengine na makampuni mengine ya binafsi yaweze kuunga mkono na kuendelea kusaidia serikali na kusaidia wananchi kwa namna hii. Mtambo huu ni wanaita corporate social responsibility, lakini ni mchango mkubwa sana kwa jamii, kwa sababu wawekezaji katika majukumu yao pia wana jukumu la kurudisha kwa kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi, na tumeshuhudia kwamba huu mtambo ni mtambo ambao utawezesha kuwafikia wananchi kwa haraka sana. Kumbuke kwamba wilaya hii ilikuwa haina mtambo hata mmoja kuzimia moto na kuokoa, tulikuwa tunategemea huduma kutoka mkoani. Kwa hiyo natoa mwito pia kwa wananchi pamoja na jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuutunza mtambo huu wa kuzima moto ambao utakabidhiwa siku ya leo. Nitaukabidhi mwenyewe ili uweze kudumu kwa muda mrefu na kuweza kuleta tija kwa vizazi hata vizazi. Nachukua nafasi hii sasa kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwafahamisha kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inatambua sana unyeti wa majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hivyo tutaendelea kufanya kila jitihada inavyowezekana kuhakikisha kwamba maboresho makubwa yanaendelea kufanyika kuweza kuwezesha Jeshi hili la Zimamoto na Uokoaji kuendelea kubadilika kiutendaji, ikiwa pamoja na ujenzi wa miundombinu muhimu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili kusudi kuweza kuimarisha ufanisi na utendaji katika jeshi hili.